tulikuwa na watu 38 lakini kwa baada ya kesi kuitwa mkurugenzi wa mashtaka amesema mahakamani kwamba hana nia ya kuendelea na hizo kesi kwa mujibu wa kifungu namba 92. Kwa hiyo washtakiwa wote hao kwenye hizo kesi wameachiwa, isipokuwa kwenye kesi ya watu 13 watu wawili walikuwa tayari wameshaachiwa, waliachiwa tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa hiyo kwenye kesi ya watu 13 ya John Alexander na wenzake walioachiwa leo ni 11, kwa maana wale wawili waliachiwa tarehe 25. Kwa hiyo kwenye kesi hiyo wote wameachiwa huru na mahakama, na mkurugenzi wa mashtaka na hayo mamlaka kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai. Lakini pia kwenye kesi nyingine yenye watuhumiwa 38 vile vile wameachiwa watuhumiwa 36, kwa maana kwamba wawili walikuwa tayari wameachiwa, waliachiwa tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa hiyo 36 na hao 11 jumla ni 47. Kwa hiyo leo kwenye kesi ambazo tulikuwa tunawakilisha watuhumiwa wote wameachiwa huru, wanakamilisha tu zoezi hapa la kiutaratibu wa kusaini ili waweze kwenda nyumbani wakajumuike na familia zao. Naitwa Emmanuel Bwile, ni wakili. Leo tulikuwa na shauri la uchunguzi wa awali leo tarehe 3 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tulikuwa na shauri la uchunguzi wa awali ambalo lilikuwa jamhuri dhidi ya Fabian Lucas Matunda na wenzake 17. Watuhumiwa walikuwa wakishtakiwa kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ilikuwa ni kosa la kula njama kwa ajili ya kutenda kosa, lakini kosa la pili ilikuwa ni kosa la uhaini. Kwa leo mahakamani kilichojiri katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Dodoma ni kuwa upande wa mashtaka kwa maana ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma yani DPP ameleta cheti mahakamani akiambia mahakama kuwa hana nia kuendelea na kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wa mashtaka chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai yani Criminal Procedure Act kinampa mamlaka na uwezo wa kuondoa mashtaka. Kwa hiyo ameomba mahakama kuondoa mashtaka hayo dhidi ya washtakiwa. Mahakama imekubaliana na ombi hilo na sisi upande wa utetezi hatakuwa na pingamizi. Kwa hiyo mashtaka yakawa yameondolewa na watuhumiwa wakaachiliwa huru. Baada ya hapo upande wa jamhuri ulikuwa umefaili maombi madogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa watuhumiwa 17 wanakuwa na tabia njema na mwenendo mwema na wawekwe chini ya uangalizi kwa muda wa takriban miezi 6. Wao wanaripoti kila wiki kwa siku mara moja, kwa wiki mara moja kwa OCCID ambaye ni kwa OCCID. Sasa katika maombi hayo upande wa wajibu maombi ambao ilikuwa sisi upande wa utetezi tukiwakilisha Fabian Lucas Matunda na wenzake 17 tulikataa maombi hayo, lakini pia tulitaarifu mahakama kwamba kama ikiona kwamba inafaa kukubali maombi hayo basi isiwape watuhumiwa hawa wasiwe wanaripoti ndani ya miezi 6, isipokuwa walipoti takriban kwa muda wa miezi 3. Kwa mahakama chini ya kifungu cha 71 na kifungu cha 74 kifungu cha 74A cha sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai Criminal Procedure Act sura ya 20 ilikubaliana na maombi upande wa jamhuri na ikawaamuru washtakiwa hawa kuwa na ripoti kwa afisa wa polisi wa upelelezi wa makosa ya jinai
wa wilaya ya Dodoma kila Jumatatu ya kila wiki kwa muda wa miezi 6 kuanzia tarehe ya leo ya uamuzi uliotolewa na mahakama. Kwa kifupi hayo ndio yaliyojiri.